Yes, nikianza na gazeti la Mwanasport ukurasa wa mbele, habari kubwa inasema Young Africans yaamua ni Roland Mokoena South Africa au Ufaransa. Ikumbukwe umri wa Roland Mokoena, kocha kijana kabisa huyu mwenye umri wa miaka 38 ambaye amepata mafanikio makubwa akiwa na klabu ya Mamelodi kisha kutimkia Wydad Casablanca ambayo walifuta naye mkataba baada ya kuona hawaridhishwi na namna timu yao inavyokwenda. Young Africans wanamtaka. Lakini pia Julien Clevalia ambaye amezaliwa mwaka 1976 mwenye uraia wa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 48, Young Africans pia wanahusishwa naye. Ikumbukwe mkataba wa Miludi Hamde ilikuwa ni kocha ambaye anakuja kumaliza msimu wa mwaka 2024-2025 katika klabu ya Young Africans baada kupitia kwenye kipindi cha mpito cha makocha kadhaa, huku Young Africans wakitafuta kocha wa kudumu. Hivyo wanamhitaji Roland Mokoena ambaye mpaka sasa hakuna timu iliyojitokeza kusema anafanya naye kazi. Manake ni kwamba kocha Roland Mokoena ni kocha huru. Je, Young Africans wataweza kuwezana na mikataba yake na namna anavyofanya kazi? Na je, wanamuona ndiye kocha ambaye anafaa kuingia kwenye mfumo wao? Basi kasome kurasa wa pili ya gazeti hili la Mwanasport. Lakini pia Jaymo Feruzi wa Mbeya City wakwenda kufanya sherehe ama namna gani? Itakuwa ni sherehe bila shaka, kwa sababu klabu ya Mbeya City imepita bila kupingwa kuelekea ligi kuu ya NBC ya mwaka 2025-26 baada ya kuweza kukiwasha kweli katika ligi ya championship au ligi ya daraja la kwanza huko kama inavyotambulika. Lakini pia Wasauzi wawafuata Mutale na Diara. Ukurasa wa pili nenda kasome. Joshua Mutale ambaye Simba mnasema wakazi gani huko, Wasauzi wanamhitaji. Jigwe Diara pia watu wanamhitaji huko. Lakini pia nondo za legendi, huyu ni Amri Kiemba anasema fei kwa Aziziki. Sawa, ila tusubiri tuone ni kwa namna gani. Kasome kurasa wa 12. Lakini pia Uturuki leo Ijumaa, Galatasaray dhidi ya Istanbul majira ya saa 2 kamili usiku, uwanja wa Rams Park. Watu watakwenda kukipiga huko. Lakini pia gazeti la Machinga ukurasa wa nyuma, habari kubwa imeandika Mzize apongezwa kwa mabao ligi kuu. Kitendo cha kupachika mabao 13 katika ligi kuu Tanzania bara, mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize amepewa kongole na Jeremia Juma wa timu ya Prisons ya Mbeya ambaye ametoa pongezi kwa nyota huyo wa Yanga. Alisema kuwa Mzize ni mmoja wa washambuliaji bora kwa sasa, amekomaa na bado anaweza kawa mfungaji bora. Jeremia alisema kuwa Mzize msimu huu ameonyesha ushindani mkubwa na kuwa mmoja wa washambuliaji wanaowania ufungaji bora. Hizo ni pongezi kutoka kwa Jeremia Juma Mgunda. Lakini pia APR yaingilia dili la Manula. Hii ni klabu ya APR pale Rwanda na wanamhitaji Manula. Inasemekana kuwa Manula huenda akaenda Young Africans au akaenda Azam FC, lakini pia APR ya Rwanda inamhitaji. Na hii ni mara baada ya msimu wake huu wa mwisho kukaa benchi bila kucheza mechi hata moja, huku akipokea mshahara. Watu wakisema kuwa huyu inawezekana walishamalizana na Simba na Simba walishindwa kumlipa hela yake ya kuvunja mkataba, kaona ni bora waendelee kumlipa mshahara wake kidogo waweze kumalizana mpaka msimu utakapokwisha. Mpaka sasa Manula ametimiza mwaka mmoja zaidi ya siku 400 akiwa hajacheza mechi hata moja ya ushindani. Na sometime anakuepo kwenye benchi lakini hachezi kwa namna yoyote ile. Hivyo Young Africans wamehusishwa naye baada ya kuondoka kipa Djigui Diarra. Lakini pia APR kama hivi wamekuja. Lakini pia Feitoto azichanganya Simba na Yanga. Ni kwa namna gani? Nenda kasoma gazeti hili la Machinga. Ikumbukwe pia Jasmine Razaki ambaye anawasimamia Feitoto amesema kwamba hakuna kipengele cha kwamba Azam FC watakapomuuza Faisal Salum kwenda klabu yoyote ya ndani especially Simba basi Young Africans wana haki ya kupokea bilioni 1. Amesema hicho kipengele hakuna, bali wao wataangalia biashara anasemaje na mchezaji anahitaji kukaa sehemu gani kwa ajili ya kuweza kufanya kazi yake ya soka. Hivyo ndivyo ambavyo watu wanasema. Lakini pia Young Africans wanataja kumrejesha Faisal Salum mara baada ya Aziziki kuweza kutimkia klabu ya Wydad Casablanca ambayo itashiriki michuano ya kombe la dunia la vilabu mnamo Juni 19 wakicheza mchezo wao huo dhidi ya Manchester City huko nchini Marekani. Niseme sina la ziada. Jina langu ni Hamza Saifu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa hii pindi zitakapoachiwa ama kujitokeza.